Dawati la Lugha, kipindi chako cha kila siku ya Jumamosi. Uhali gani? Wiki yako imekuwaje? Ni wiki ambayo imesheheni mengi mazuri, mengi ya kufurahisha, mengi ya kuhuzunisha vile vile. Inategemea ulikuwa umeketi upande gani, manake kuna baadhi ya watu ambao tayari wamehuzunika zaidi. Kija katika masuala ya siasa, manake wengi wanahisi kwamba kuna viongozi wao ambao walidhalilishwa, kuna baadhi ya watu ambao wanasema kwamba viongozi wao hawakupewa nafasi nzuri, wakati ambapo uzinduzi rasmi wa BBI ulikuwa unafanyika wiki hii. Hata hivyo, hayo ya BBI na mengine mengi tu ambayo yamefanyika wiki nzima, manake tayari viongozi na vile vile wananchi wameshaanza kuzamia swala hilo la BBI kwa undani. Na nitakuwa vile vile nauliza walimu hapa kidogo tu, manake kuna mchakato mzima wa kuhakikisha kwamba kwenye BBI watakuwa naangazia kwamba bunge vile vile liweze kuheshimu pakubwa Kiswahili na Kiswahili kiweze kutumika. Na kuna wengi wamezungumzia vile vile swala hilo kwamba ni makosa makubwa kulingana na wao kwamba Kiswahili kitumike. Wao wanasema kwamba Kiingereza ndo lugha bora kabisa kuweza kutumika katika mabunge yote, manake wamesema kwamba wametoa mapendekezo kwamba katika mabunge ya kaunti na vile vile bunge la kitaifa tuweze kutumia Kiswahili. Hata hivyo, yote 9-10 karibu zaidi kwenye Dawati la Lugha. Kutupata vile vile nambari zetu ziko wazi. Wewe zungumza nasi kwenye Facebook, kwenye Twitter, popote pale basi karibu. Hata hivyo, Dawati la Lugha leo basi ina magwiji, mibabe wenyewe wanavyosema wa Kiswahili ambao wapo tayari kabisa kuzamia na kukufunza mengi zaidi. Kama wewe ni mwanafunzi sasa hivi, wakati ambapo umetulia pale nyumbani ukiangazia mambo 2-3 kwenye likizo ya kwako, wacha tuangazie masuala mengi tu ambayo yanafanyika. Lakini kama kawaida, upande wangu wa kulia akala kashiba, nazidi kula kila wakati, anakwenda kwa jina kama mwenyewe atakavyozungumza. Nilikuwa namueleza, tulikuwa tukizungumza isimu jamii, nikagundua kwamba kama kuna swala ambalo kidogo likupiga chenga kama ulifanya, basi ni isimu jamii. Hata hivyo, kwa faida ya mtazamaji, upate nafasi ya kuzungumza naye. Najua nakuelekea. Kwa majina ni Mwalimu Kaka Fred. Sijabadili jina. Labda nibadili ulivyosema mwenyewe, lakini sijui kama ni vivyo hivyo. Namshukuru Mungu, ameniridhia, amenipa siha njema, amenipa wenyewe wanaosema kwamba thawabu ninazo, mbawazi ninazo, saada, magufira, vyote ninavyo. Labda namuhofia tu mtazamaji na vile vile msikilizaji, lakini natumai wote wazima bila shaka. Akasema mwingine kama wazima kama nini? Ati ngarange za mvule, wengine wakasema kwamba yai ya chura. Kuna wengine wa jamii wakasema wazima. Wewe na isimu jamii. Somo langu lilikuwa bora. Mimi na rafiki yangu anajulikana kama Iran Mugaisi pamoja na Viano. Tulikuwa naambiwa kwamba siku hizi Iran kwamba Iran siku hizi ni malenga. Malenga wa wapi? Eti ana diwani anawania tu kuchapisha. Tunaisubiri diwani hiyo, maana tutasubiri. Kama mnasubiri mtasubiri sana. Kama ni kutoka kwa huyu Iran mmoja ambaye namjua, mtasubiri sana. Mwelekezi mkuu wa dawati bila shaka nasubiri sana basi. Diwani mwalimu, pengine ndo mara yangu ya kwanza pengine kupata nafasi ya kupatana nawe papa hapa, lakini kule nje tumepatana 1 2 3 wakati ambapo ulikuwa unaniwahi ganji katika kupata nafasi ya kumsabai mtazamaji. Utashikwa bwana ganji, unajua maana nyingine bwana. Waje studio na useme mwalimu, inaonekana wewe unauza ganji hapa. Mwalimu wako alikuwa anauza ganji. Nashukuru sana mwelekezo wa kipindi hiki cha leo. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa afya na siha njema. Mimi ni buheri wa afya, na leo katika Dawati la Lugha mtakuwa naye Mwalimu Dennis Mwima almaarufu Mwalimu wa Ulimwengu. Shughuli nyingi anazifanyia kule Nairobi katika shule ya msingi ya Clara Academy ambayo inapatikana katika kaunti ya Nairobi, kaunti ndogo ya Luaraka. Kabisa, mwalimu wa ulimwengu, na ujuavyo tena ulimwenguni kuna mengi, kwa hivyo amebeba mengi zaidi. Katika awamu ya pili amechapisha kitabu hapa, tutakuwa tukiangazia. Wewe kama ni mwandishi, pengine una matarajio vile vile kuweza kuchapisha kitabu, atakuwa anatueleza ni vipi ambavyo basi wewe unaweza kujikusanya pamoja ama kuweza kushirikiana. Manake nimeangazia hapa, ameshirikiana na baadhi ya waandishi kuweza kukichapisha kitabu ambacho kinatumiwa kwa hivi sasa, kinawafaa wanafunzi haswa kabisa
wa shule za msingi na vile vile shule za upili. Hata hivyo, karibu zaidi, pengine Mwalimu Fred, tuanzie pale kwenye BBI. Tuarifiwa kwamba mabunge yote basi yaweze kuangazia pakubwa lugha ya Kiswahili. Siku zote mwacha mila basi atasalia kuwa mtumwa. Sidhani kama ni jambo geni wala la kutilia mkazo sana, ni jambo la kawaida tu endapo nasema matumizi ya lugha ya Kiswahili bungeni yatakuwa mwafaka. Kwa sababu gani? Kwa sababu utaona kwamba kuna baadhi ya wabunge, kwa mfano Ahmed Ali, Mohamed Ali, utapata kwamba ni mmoja wapo tu ya wale wabunge ambao wanatumia Kiswahili. Wengi watasema ni kwa sababu pengine yeye anatokea kule pwani, kidogo kule pwani matumizi ya Kiingereza kidogo ni nadra, ndio maana kama ndio sababu kuu ambazo zinamchangia. Na ukiangazia vile vile wabunge wengi ambao wanatumia Kiswahili ni wale ambao wanatokea pale pwani. Hata sivyo, kwa sababu gani? Kwa sababu ni kama mtoto tu. Mtoto hukua kwa kupitia hatua tofauti tofauti. Sasa wao si kwamba hawajui Kiswahili, wanakijua, wanakifahamu vizuri, lakini ni kwa sababu tu yale maigo, kuiga tu lugha ya Kiingereza na ukakithamini kwamba atumia lugha ya Kiingereza basi ndio msomi. Hebu tuchukue mfano mzuri wa mwenzetu au wenzetu kutoka Tanzania. Juzi amekuepo waziri fulani kutoka Tanzania katika uzinduzi wa BBI. Alitumia Kiswahili kizuri. Na sivyo tu ndivyo wanavyofanya wakiwa kwao nyumbani. Sasa iweje sisi Chambelecho natumai yupo Raila, sio? Raila katika usemi wake alisema kwamba Kiswahili kilikuwa, akataja visiwa pale. Visiwa eti kwamba kilipofika Kenya kikafanya nini? Kikafa. Na kwa nini? Kwa sababu sisi wenyewe hatutaki kutilia mkazo. Wao wanataka tu waone labda Mwalimu Dennis hapa Mwima anavyozungumza Kiswahili chake kizuri, basi unaona ndio mwisho. Hapana, hata wao wanaweza wakakitumia bungeni pale. Kwa sababu hapa wakitumia bungeni, natumai hata wanafunzi wetu vile vile wataiga. Kwa sababu wanafunzi huiga kutazama haswa wale wakubwa wao au wenye vyeo pale. Wao wakitumia lugha nzuri, amini usiamini, mwisho wa siku utapata kwamba wanafunzi wetu pia wanatumia lugha nzuri. Tutakuwa tukiangazia hayo, na walimu vile vile mna usemi mkubwa zaidi katika harakati pengine za kuboresha Kiswahili. Mwalimu, pendekezo la BBI, mabunge yote ya kaunti, bunge la kitaifa vile vile liweze kuangazia pakubwa matumizi ya lugha ya Kiswahili. Swala hili unaliona vipi? Mimi kwa ujumla napigia upato kwamba iwapo wanapigia upato kwamba Kiingereza iwe lugha ambayo itakuwa ya mawasiliano hapa, mimi katika mkao huo sipo na wenzangu hapa. Naam. Kiswahili, kumbuka kwamba lugha hii imeweza kuidhinishwa kuwa lugha ya kitaifa. Naam. Kiingereza lugha ya kiofisi. Na wengi watakwambia bunge ni ofisi. bunge si taifa. Ni ukumbi wa kuwakilisha. Wale ni wachache ambao wananchi ambao walio wengi wamewakilishwa pale bungeni. Kwa hivyo bado ni taifa. Kiofisi kuna ile dhana ya kizungu, kikoloni. Kwa hivyo tunaposema kwamba ni lugha ya taifa, inazungumzwa kila mahali. Mkubwa kwa mdogo. Naam. Kwa hivyo katika swala hili lote la BBI almaarufu jopo ama lile jopo ambalo liliweka linajenga maridhiano katika jamii za Kenya, ninaona ripoti hiyo ikiunga mkono Kiswahili, nami pia naiunga mkono. Kwa hivyo mimi napigia upato BBI. Lakini wakati ninukuliwe vyema. Lakini wakati ambapo mnaunga mkono BBI, Mwalimu Fred, nyewe wenyewe vile vile walimu ndio kizingiti kikubwa cha Kiswahili ama ukuzaji wa Kiswahili. Manake naarifiwa kwamba bado wakati ambapo tulikuwa shuleni hadi sasa ni kwamba mnatenga siku moja tu ya wanafunzi pengine kuweza kuzungumza Kiswahili, na vile vile mnatenga siku moja tu. Hiyo siku ambayo mmetenga vile vile kuna baadhi ya walimu ambao hawawezi zungumza Kiswahili, lakini kwa siku 5 siku 4 kuzungumza Kiingereza. Atakayepatikana amezungumza Kiswahili anaadhibiwa. Hapo vipi? Mwanafunzi anakuwa gwiji pengine katika masuala ya Kiingereza, akipatikana akizungumza Kiswahili anaadhibiwa. Ni kosa kubwa zaidi kwa hizo siku ngapi? Siku 4, lakini anakubaliwa kuzungumza mara moja, na mara nyingi huwa ni siku ya Ijumaa. Hapo vipi? Katika utafiti wangu nimegundua kwamba ni shule takriban shule zote nchini utapata kwamba
ni kama sheria tu, lakini mwisho wa siku utaona kwamba ni baadhi ya changamoto zinazokumba lugha ya Kiswahili, ukuaji wa lugha ya Kiswahili katika shule za kitaifa. Naam, kweli hata kwetu wakasema kwamba hata kwetu wapo. Naam, utapata kwamba kweli Kiswahili kimedhalilishwa. Si tu bungeni. Labda kwangu yani ninavyoona kwamba endapo Kiswahili kitaweza kutumika hata bungeni, naambiwa ama navyojua huenda ratiba hiyo vile vile ikabadilishwa shuleni. Ni kweli, kwa sababu utaona kwamba kila siku ya Ijumaa eti ni Kiswahili peke yake. Lakini utapata kwamba baadhi ya shule zimekinza kauli hiyo. Na hata hivyo ni Ijumaa lakini Ijumaa yenyewe walimu wataongoza. Utapata hata mwalimu anamzaba mwanafunzi kofi, kwa nini unazungumza Kimombo? Ama kwa nini unazungumza Kiswahili? Yeye mwenyewe amesahau kwamba labda ni siku ya Ijumaa. Kwa hiyo ni kweli ni changamoto. Ni changamoto inayokumba sana lugha ya Kiswahili, hasa sisi walimu wa Kiswahili. Kwa sababu tunajaribu kadri uwezo wetu tuweze kukuza, tuweze kustawisha na kukifanya Kiswahili kinawiri, lakini utapata kwamba siku moja haitoshi. Mwalimu, sijui kama upande wako vile siku moja unazungumza kuhusu masuala ya BBI kuunga kabisa Kiswahili, wakati ambapo wewe mwenyewe ukimpata mwanafunzi anazungumza Kiswahili siku ya Jumanne unamtandika kama burukenge. Chambelecho rafiki yangu Dalmondo. Nadhani kwamba kuna ukiritimba ama ukasumba fulani ambao siku za ukoloni mzungu waliacha hapa nchini. Naam. Siku moja ukimpa mzungumzaji wa nchi, manake nchi ni wananchi. Naam. Unampa siku moja kuzungumza lugha yake ya nchi nzima, basi huo ni ukoloni. Hilo ni kovu ambalo mzungu aliacha. Na mmeendeleza vile kama walimu, mlipata na mmeendeleza. Sasa nimekwambia kuna ukasumba fulani. Wazungu walienda, ingawaje wale mabarobaro tuliwafukuza, lakini harufu yao bado ipo na imenasa wengi. Utapata kwamba umepewa wewe mwenyewe unajihukumu, unajipea makataa ya kuzungumza lugha yako wewe mwenyewe. Ndipo unapata walimu wengi hata kama hajaagizwa, yeye mwenyewe anajihukumu, anajiagiza mwenyewe kwamba ni mwadhibu mwanafunzi kwa kuzungumza Kiswahili. Lakini mimi sipo. Mara nyingi nikiwa pale shuleni wanafunzi wataki, mwalimu huyo anazungumza Kiswahili. Na unajua wananijua mimi Kiingereza tushikani mikono. Kwa hiyo utapata mwalimu wewe na Kiingereza ni shemeji. Hatushikani mikono. Mwalimu huyu anazungumza Kiswahili. Cha kwanza nitafanya nini? Nitamhongera huyu mwanafunzi. Kwa hivyo unavunja sheria za shule. Mimi nampongeza. Pongeza tu. Nampongeza. Anajua akija kwangu atazungumza Kiswahili si Kiingereza. Atakapokuja mwalimu huyu amezungumza Kiswahili nitampongeza. Kwa hiyo mimi ni tofauti na wale. Mimi ni tofauti na wale wengine. Kwa hivyo swali la BBI tuweze kulitekeleza. Kiswahili na hazina ya ulimwengu. Na mtazamaji, dakika 40 hizo baada ya saa 4 kamili saa zetu za Afrika Mashariki, dawati la lugha. Kama una pendekezo vile vile, una chochote, maoni yako, basi unaweza vile vile kuyawasilisha papo hapa tuweze kuyaangazia. Hata hivyo leo basi tunaangazia katika awamu ya kwanza nomino, ili uweze basi kujua nomino ni nini, aina mbalimbali za nomino na jinsi ambavyo unaweza kutumia nomino katika sentensi. Na pengine tuanzie pale mwalimu Fred. Nomino. Naam. Kabla ya kuangazia nomino, yupo kijana Mtundu, japo kwa wakati huo shakumsima tusi, pole sana kukuita Mtundu, lakini ni kijana mwerevu, siku zote akosi vipindi vya lugha ya Kiswahili. Ni nduguyo, siku hizi kajiita baba moja ama baba one. Almaarufu nani? Obwire. Rafiki yangu Obwire kutoka Msukuma. Anasema kwamba anatazama akiwa na aila yake, baba, sasa sijui baba mama, lakini navyojua sana. Ubavu wake alivyosema mwenyewe. Amekueleza utaje ubavu, maana mara ya mwisho nilijaribu kutaja ubavu alizungumza. Sema kwamba unataja kwa mabano. Sema ubavu, mimi ubavu hajanipa nafasi ya kunitaja. Naam. Kwa hivyo leo hii naona kwamba jahazi la nomino bado litatambaa. Kwa hivyo tutaangazia leo nomino na kuelekeza tu wanafunzi kwamba nomino ni mojawapo ya aina za maneno.
kwamba tuna aina 8 za maneno kwa mujibu wa silabasi, mwanafunzi atambue hivyo. Ina maana kwamba kuna nomino, kuna vivumishi, kuna viwakilishi, kuna vielezi, viunganishi, kuna vivumishi na kadhalika. Kwa hiyo leo itaangazia nomino, inshallah wiki ijayo labda uende tukaangazia vitenzi. Na nomino ni jina tu. Nomino ni jina. Kwa kumrahisishia mwanafunzi, nomino ni jina. Kwa hivyo mwanafunzi akiulizwa nomino, akisema nomino kwa kurahisisha tu. Naam, ni jina. Unaweza kuwa au names, naam, au names. Laweza kuwa jina la mtu, laweza kuwa jina la mtu au vitu. Unaposema kwamba vitu, kuna vitu vingi vya aina vingi, kuna au labda vile vile kuna samaki pale, kuna jina la samaki, labda lolote ile jina, names alivyosema mwalimu. Na tunapoangazia nomino katika makuzi ya lugha au kimantiki kwa labda kwa manufaa ya mwanafunzi pale shuleni, kuna aina tofauti za nini, za nomino, aina za nomino. Na katika meza hii au katika dawati letu ni kwamba ningependa tuangazie hizi aina za nomino kwa manufaa ya mwanafunzi. Naam, majina yapo, na haya majina yamegawika katika vitengo au vipengee tofauti. Na hapo ndipo nataka mwanafunzi awe makini, kwa sababu mwisho wa siku darasani ataulizwa neno lililopigiwa mfano ni aina ipi ya nomino. Na kadhalika. Nomino ya kwanza ni nomino za kawaida. Nomino za kawaida. Nomino za kawaida kwa mujibu wa neno lenyewe kawaida, ni nomino ambazo kidogo tunazifahamu kwa kawaida tu, tunazifahamu. Na ili labda mwanafunzi aweze kuelewa vizuri kati ya nomino za kawaida na vile vile nomino za pekee, kwa sababu utagundua kwamba mwisho wa siku wanafunzi wanachanganyikiwa kuweza kutofautisha kati ya nomino za pekee na nomino za kawaida. Nitaenda nazo zote mbili ili mwanafunzi aweze kutofautisha. Nomino za pekee, kuna ule upekee, ule umilisi, ule umilisi fulani. Nomino za pekee au vile vile zinaitwa nomino mahususi. Naam, sio mwalimu? Hizo nomino za kawaida, nomino ya pekee, natoa mfano kisha mwalimu atachangia. Mfano tunaposema taifa. Taifa ni nomino ya kawaida. Ili hali mifano ya mataifa, kwa sababu unaposema kwamba kuna taifa la Kenya, kuna taifa la Uganda, kuna taifa la Uhabeshi, Unguja na kadhalika. Kwa hivyo nomino za kawaida mara nyingi huwa ni kama zimejumulisha makundi fulani, kwa sababu zinaitwa nomino jumuishi. Hapo ukaleta sasa, au nomino jumuishi, kwa sababu taifa ni neno ambalo limejumuisha mifano ya mataifa. Mfano kuna Kenya. Kwa hiyo Kenya ni nomino ya pekee kwa sababu kuna ule upekee fulani. Kenya nomino ya pekee kwa sababu hakuna Kenya nyingine, ni hii tu. Hakuna Uganda nyingine. Wala hakuna taifa jingine labda litatokea lije lisema kwamba sasa sisi ni Uganda tena. Yaani kuna ule uspeciali. Kwa hivyo ukisema kwa mfano bara, na ni nomino vile vile? Bara nomino. Nomino gani? Bara nomino hiyo itakuwa ya kawaida tu, kwa sababu kuna bara la Afrika, labda bara la inakuwa upekee. Naam, Afrika nyingine. Naam. Sasa hapo ndo kuna nomino za kawaida. Mfano samaki. Samaki ni nomino ya kawaida. Chini ya samaki kuna nguva, kuna papa, kuna kambare, kuna sangare, samaki hao. Sasa yale majina yanakuja katika sehemu ya nomino za pekee. Kwa hivyo ukisema mtu ama watu kawaida tu. Kawaida tu. Mtu. Kwa hivyo tukianza kuwataja kiti kawaida. Mtu ni kawaida kwa sababu chini hapo kuna wewe mwenyewe. Naam. Sasa wewe unakuja katika dhana ya pekee. Mwalimu anakuja katika dhana ya pekee. Jina lake hilo. Jina langu vile vile pekee, lakini sote ni watu sababu tumejumuishwa. Na jina moja mtu. Mfano vile vile siku za juma. Mfano Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne na kadhalika. Kwa hiyo siku za juma nomino, niseme kwamba ni nomino za kawaida. Juma kwa mfano, nomino ya kawaida tu. Kwa sababu juma kuna siku ya kwanza ambayo ni Jumamosi, Jumapili, Jumatatu na kadhalika. Vile vile kuna nikisema kwamba mwaka ni nomino ya kawaida tu. Kwa sababu kuna kwenye mwaka kuna Januari, hata si hivyo, kuna Januari, kuna Februari, kuna subiri, ni vyote vinatengeneza miezi 12 na miezi na 12 bila shaka.
Pengine kuchangiza mwalimu kusonga mbele. Na mwalimu amegonga ndipo kwamba hizo nomino kujumuisha siondoi na wala siongeza. Amegonga ndipo kabisa. Naam. Kitumai mwanafunzi umeweza kubainisha nomino hizo mbili. Tukisonga mbele. Vile vile kuna nomino za makundi au nomino za jamii. Naam. Makundi au jamii. Hebu ona sura ya neno lenyewe jamii. Ina maana kwamba kuna ule jumuisha. Kuna kujumuisha fulani, mkusanyiko fulani hapo. Kuna yani mkusanyiko wa vitu fulani. Aina moja. Tabia moja. Hulka moja. Naam. Mfano unaposema kwamba jozi la viatu. Jozi la viatu. Kisha kuna umati wa watu. Umati wa watu, halaiki ya watu. Unaposema kwamba umati wa watu basi ni nomino jumuishi. Nikumbusha wanafunzi akisema umati wa ng'ombe. Ni kundi la ng'ombe bwana. Leo linasalia kwa kundi la ng'ombe. Sio watu umati wa ng'ombe. Hajakosea, ni vile anajua kwamba kuna umati japo hajui ni umati wa nini. Kukosa maarifa lakini anajua. Naam. Vile vile unaposema kwamba kuna baraza la wazee. Naam, baraza la mawaziri. Baraza la mawaziri na kadhalika. Kikosi cha askari pale. Naam, biwi la takataka. Kwa hivyo ndizo nomino za jumuishi ama nomino. Ungeweza kusema nomino za makundi na kadhalika. Vile kuna nomino mguso mwalimu? Nomino mguso ni majina ya vitu ambavyo vinaweza unaweza kuona na macho yako mawili, kugusa na vile na kuhisi. Hata unaweza kuzishika na yani to feel. Unaposhika mwili wako, mwili ni nomino taguzi. Manake ni majina ya vitu ambavyo tunaweza viona kwa macho mawili na vile vile kuvigusa. Kuvigusa. Unajua simu hapa, karatasi, meza na kadhalika. Kile chochote. Unajishika na kuona kwamba na vile vile kuna uwezo hata kutambua kala yake, kala marangi. Naam. Labda tukiendelea kuna nomino nyingine, nomino takuzi. Tajia mwalimu kiumbali. Hizi ni nomino za ukubwa ama nomino za ukubwa. Takuzi, nomino za ukubwa na dogoishi au nomino za udogo. Pengine kwa mfano takuzi aina baadhi ya nomino takuzi. Kwa mfano tunaweza sema haya ni maneno au majina ambayo yako katika hali ya ukubwa. Safi. Ni nomino ya kawaida hiyo lakini imewekwa kwa ukubwa. Naam. Kwa ukubwa. Mfano useme mtoto. Mtoto hiyo nomino ya kawaida tu ya wastani hiyo. Kisha kuna toto. Sasa toto hapa ndio nomino takuzi ama nomino ya ukubwa. Naam. Kisha kuna kitoto labda. Kitoto ni nomino dogoisha alivyoeleza mwalimu. Nomino zilizodunishwa, nomino za udogo. Sawa na kichwa. Kichwa nomino ya wastani ya kawaida tu hiyo kichwa. Kisha kuna jichwa. Naam. Jichwa. Nomino za ukubwa. Kisha kuna kijichwa, nomino za udogo. Naam. Kwa hiyo mwanafunzi aweze kutofautisha kati ya nomino hizo. Na hapo kwa ukubwa na udogo walimu itabidi pengine vile vile kama kuna sheria ya kuweza kubadilisha. Pengine wakati mmoja tutakuwa tukiangazia hayo ni jinsi gani ambavyo tunaweza badilisha nomino ya kawaida iwe pengine katika ukubwa. Na kuna wengi wana matatizo mengi zaidi. Kuna kaida ama mtindo wa sheria hizo. Zipo. Manake mtu atakwambia kichwa bukichwa. Bukichwa. Na zipo inshallah labda angalia ugugu mtu. Utapata mtaani pale anatumia sana. Hamna mantiki bwana. Labda mwalimu tuweze kujadili ni vipi ambavyo unaweza badilisha nomino ya kawaida iwe katika ukubwa. Vile vile kuna nomino ambata. Naam. Hizo nomino ambazo ni nomino mbili huambatanisha ikawa nomino moja. Naam. Kulingana hata ukiangalia neno lenyewe nomino ambata, kule kuambatanishwa, kuwekwa pamoja ile viwili vinaambatana. Kwa hivyo utapata kwamba askari inaambatana na kanga kwa askari kanga. Naam. Hao tunaita kanjo. Kanjo askari kanga.
na kuna askari polisi. Askari polisi. Unaposema kwamba askari, Naam. limejumuisha. Lakini polisi sasa linatoa maana fulani. Hawa regular police. Naam. Kwa lugha nyingine hiyo Naam. Sasa askari polisi. Bata mzinga au bata bukini. bata bukini. Mwana jeshi. Kwa hivyo ni neno mwana serere, ni maneno mawili ambayo yameambatanishwa kuleta jina moja la kitu. Naam. Nomino ambatanisho. Naam. Endelea mwalimu. Alafu vile vile mwalimu, labda kuwakosoa wanafunzi, atambua kwamba hizi nomino ambata ni neno moja. Mfano mwanajeshi ni neno moja, sio mwana kisha jeshi. Itakuwa kosa. Kwa hivyo ni mwana jeshi, neno moja tu, mwana mwali. Askari askari amesoma askari nani kumbe? Askari polisi ama askari kanga. Ni neno moja tu. Mwanafunzi asije kutenganisha. Na vile vile labda kuna nomino za wingi, nomino za wingi au fungamano. Naam. Hizi ni nomino ambazo kutokana na neno fungamano zimefungamanishwa, ina maana kwamba huwezi ukatenganisha. Naam. Mfano maziwa. Maziwa, maji. Hizo ni nomino fungamano ama nomino za wingi. Mate. Naam. Na kadhalika. Yaani hizo tayari zipo kwenye wingi tayari. Hazina umoja wake. Hazina umoja. Maji maji Ni maji tu. Mate ni mate tu. Huwezi ukahesabu kimoja cha pili hivyo. Huwezi ukakitenganisha kwa vipande. Hawezi. Naam. Ndio maana inaitwa nomino fungamano. Imefungamana. Naam. Labda tukiendelea kumalizia tu, kuna nomino za vitenzi jina. Nomino za vitenzi jina. Vitenzi jina kwa maana ya kitenzi na vile vile jina. Kwa hiyo kuunganisha kitenzi na jina, yani ni kitenzi japo kimeundwa kwa mfumo wa jina, ndio maana zikaitwa kitenzi jina. Na mara nyingi utapata kwamba hivi vitenzi jina, nomino za vitenzi jina hupatikana kwenye ngeli ya kuku. Ngeli ama ngeli ya ku. Mfano kiambishi ngeli ku huanza kwa kiambishi. Utapata kitenzi lala. Utapata sasa nomino inakuja kulala. Sasa kule kulala inakuwa nomino kitenzi. Kuna neno kama lia. Utapata kulia. Kuna kweli. Kitenzi la. Utapata nomino kula. Naam. Kwa hivyo hizo ni nomino za vitenzi kutokana vitenzi. Yaani kiambishi ku kimepachikwa kwenye kitenzi. Kama na kiambishi kinaanza kama ni kiambishi cha nomino nadhani ku kisha la, hiyo ni kula. Mfano ku ongeza cheza. Kucheza. Naam. Lima. Kulima. Naam. Aha. Imba. Kuimba. Cheza. Kucheza. Na mwisho kabisa kuna hizi nomino, tunasema nomino za dhania. Hizi ni zile ambazo tunadhania tu, hatuwezi kuona wala kushika. Tunadhania tu. Kwa mfano uchoyo, upumbavu, ujinga. Hizo ni nomino tu, tunadhania tu kwamba mtu ni mjinga. Kwa sababu bwana na ujinga. Sasa ujinga wenyewe huwezi kushika. Naam. Kuna tofauti kati ya mjinga na mpumbavu. Kuna tofauti. Kwa hivyo nani mjinga, nani tofauti, nani pumbavu? Pumbavu ni mtu ambaye hajui chochote, haelewi. Ukimweleza hivi haelewi. Lakini mjinga anajua ila tu hajaelekezwa. Kwa hivyo wacha ujinga. Inamaanisha kwamba unajua unahitaji tu maelekezo tu. Kwa hivyo mimi sidhani kama unapoambia ujinga ni matusi. Ukanikumbusha mwalimu. Naam, ukanikumbusha kwamba ukiambiwa acha mpumbavu kuna vitu viwili vile vile.
Wewe ni bumbumbu ya. Ukanikumbusha kwamba kuna hadithi fulani ambayo naweza kusema kwamba naiandaa. Kuna tofauti kati ya akili na maarifa. Unaweza ukawa na akili na ukakosa maarifa. Naam. Labda labda unajua sasa wanafunzi kule nje wana akili wanazo, walizaliwa nazo. Sasa tunawatia maarifa. Kwa hivyo kila mmoja anazaliwa na akili. Kila mmoja hata mwendo wazima na akili. Ana akili lakini maarifa sasa ndio tofauti. Sasa mtu akikwambia tumia akili, mwingine anakuambia tumia maarifa. Nani uko sawa basi? Akili ipo. Naam. Japo maarifa hamna. Kwa hivyo akili unazo. Tumia ile maarifa kufanya kitu fulani. Au kwa jasiri mwambie sina maarifa, nielekeze. Maarifa na akili huwa wapi? Kichwani. Sasa mfano, hebu one. Mfano kuna hizi kamera. Kuna kamera huko mbele, sio? Hizi kamera zetu hapa. Sasa naam, ni kweli kwamba una akili kwamba akili zako zinakuelekeza kwamba hizi kamera kazi zake ni kuchukua picha. Lakini maarifa ya kuzichukua hizo picha huenda huna. Naam. Kwa hivyo unapata tumia hii. Utakayekwambia tumia atakwambia tumia akili au tumia maarifa. Wakati mwingine, lakini mwalimu alivyoeleza mwanzo akasema tu vizuri kwamba akili sote tunazaliwa na akili. Sote tunazaliwa na akili, lakini wakati mwingine maarifa yanatutoka kidogo tu, tunakosa kutumia akili tulionayo. Unajua sasa kuwa na hiyo akili nyingine kutumia akili ulionayo ndio sasa yale maarifa. Ndio hivyo. Kwa hivyo nomino dhania, nomino za kudhania, kudhani, kuhisi tunazi kwamba zipo kutokana na ni mlafi. Umejuaje? Nimedhania tu. Sina uhakika. Pengine zile tabia tu zako. Tabia tu hulka tu. Tafakuri zangu zimenielekeza. Kwa hivyo unaposema kwamba Diamond ni mlafi. Basi tabia zake zinda na kujiendesha za mlafi basi. Au labda Wabwire ni mchoyo. Lakini si mchoyo bwana. Lakini nikisema kwamba bwana ni mtu wa watu. Ukiambia nionyeshe ujinga, uwezi. Uchoyo utakosa. Labda unasema kwamba labda uchoyo si ni huyu Wabwire, sema na yuko wapi? Hebu tuonyeshe uchoyo. Hizo tabia zake tu, sema amehisi kutokana na nini? Kwa hivyo neno la kuhisi la kudhania. Tunadhania. Hatuwezi tukaona ule uchoyo. Hatuwezi tukaona ule uzembe. Hatuwezi tukaona ule uzushi alionao. Maneno ya kuhisi tu. Na pengine mwalimu, tukitamatisha, naona muda wetu unasonga kwa kasi zaidi. Swali kama hili kwa mwanafunzi, pengine tuanzie pale katika shule za msingi. Swali hili huangazwa vipi hasa? Moja kwa moja mwanafunzi anaweza kutahiniwa, labda aulizwe kwamba nomino iliyopigiliwa kijistari ni aina ipi, ama neno lililopigiliwa kijistari ni aina ipi ya nomino. Kwa hivyo mwanafunzi anaweza kuelekezwa moja kwa moja kutambua aina ya nomino iliyotumika kwenye nini, kwenye sentensi. Na pia labda pale kuelekeza mwanafunzi ni kwamba nomino za pekee, nomino za pekee ni nomino ambazo mwanafunzi itampasa mwanafunzi awe makini wakati anazitumia kwenye sana kwenye maandishi yake ya insha. Ni vizuri mwanafunzi aanze kwa herufi kubwa. Aanze kuiandika kama neno la mtu, ama neno la samaki fulani, ama neno la nomino zote za pekee huanza kwa herufi kubwa. Hilo mwanafunzi asikosee. Na kuongezea mwalimu, na pengine katika shule za upili vipi swali hili linatainiwa? Labda pengine unaweza tahiniwa ueleze sifa kutokana na nomino, sifa kutokana na nomino. Kwa hivyo maswali kama yale yanachipuka na ni mwanafunzi mwenyewe tu na jinsi walimu ambao wamebobea wameelekeza wanafunzi hao waweze kujua ni lipi. Hivyo kabisa. Ni lipi? Mwalimu Fred, pengine na kutamatisha upande wako, manake tayari ni saa 5 kamili saa zetu za Afrika Mashariki. Mie siku zote nitatamatisha tu kwa usemi fulani. Unasema kwamba kama wewe kama wewe ni mwanaume, jambo la kwanza hunywi, jambo la pili vuti, jambo la tatu wakasema kwamba yani unafuata kanuni zote. Alafu yupo mlevi mwingine akatokea akamuuliza kama wewe unamiliki hivi vitu vyote, basi hivi kwa nini unaenda kanisani kila siku ya Jumapili? Hujamkufuru Mwenyezi Mungu. Sasa kwa nini unaenda kanisani? Hivi ukiulizwa swali kama hilo utajibu vipi? Mimi kama mtumishi wa Mungu ukafanya kila kitu bwana, una dhambi. Mbona unaenda kanisani?
mtu aende kanisani kwa sababu ya dhambi. Bila shaka. Kuwa na maazimio yako bwana. Kile unachokifanya asikuangalie mtu akwambie kwamba mbona unakifanya hivi na hivi. Naamini kwamba katika kipindi cha pili mwalimu Mwima atakifafanua zaidi. Kuwa na maazimio yako, kuwa na malengo yako, kuwa na dhamira. Na siku zote aliye na dhamira basi ndio abarikiwahi. Kama wewe una malengo utabarikiwa vipi bwana? Naam.